Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Koffi Olomide ambaye anatambulika kwa jina lingine Anthony Christophe Agleba Mumba alizaliwa Julai 13, 1956 huko Kisangani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mama mzaliwa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na baba mzaliwa wa Kongo, na alilelewa katika mji wa Kinshasa. Alienda Ufaransa kusoma akiwa Paris. Alianza kucheza gitaa na kuandika nyimbo. Aliporudi Kongo alikuwa mwanachama wa Viva la Musica, bendi ya Papa Wemba. Mwanamuziki huyo wa lumba kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Koffi Olomide, amekumbwa na tuhuma na kesi mbalimbali za jinai katika maisha yake ya sanaa, hasa zikihusu unyanyasaji wa kijinsia pamoja na utovu wa nidhamu. Mwaka 2019, Koffi Olomide, mojawapo ya nyota wa muziki Afrika, aliyepatikana na hatia ya ubakaji wa mojawapo ya wanenguaji wake alipokuwa na miaka 15. Alituhumiwa miaka 2 gerezani na mahakama ya Ufaransa akiwa hayupo. Baada ya kukosa kufika mahakamani, aliagizwa alipe euro 5,000 kwa madhara aliyomsababishia mnenguaji wake huyo wa zamani. Mahakama ya rufaa nchini Ufaransa ilimwondolea mwanamuziki huyo Koffi Olomide kosa la unyanyasaji wa kingono, lakini ilimtia hatiani kwa kuwashikilia wanawake bila hiari yao. Baadaye mahakama ilibatilisha uamuzi huo wa mwaka 2019 baada ya kumpata na hatia ya ubakaji ya mmoja wa wachezaji wake wa dansi alipokuwa na umri wa miaka 15, lakini alipatikana na hatia ya kuwanyima wanawake uhuru wao katika jumba la kifahari huko Paris kati ya mwaka 2002 na 2006. Alitumikia kifungo cha miezi 18 kilichoahirishwa kwa muda na kulipa fidia. Tukio lingine ambalo lilimkumba Koffi Olomide katika maisha yake ya sanaa ni pamoja na kuzuiliwa kutokuingia Zambia kwa ajili ya kufanya kazi yake ya muziki. Koffi alinyimwa kuingia nchini Zambia kutokana na makosa mengi yanayomkabili katika taifa hilo la kusini mwa Afrika na Ufaransa, ikiwemo madai ya kumshambulia mpiga picha katika hafla moja ya muziki alipokuwa ziarani nchini humo. Hata hivyo, Koffi Olomide aliitaja Zambia kuwa ni makazi yake ya pili na kuongeza kuwa anapenda kupiga show nchini humo. Taarifa ya kuomba msamaha kutoka kwa msanii huyo ilipeperushwa kwenye kituo kimoja cha redio nchini Zambia. Amefunguka kuwa anawapenda watu wa Zambia, lakini pia anawapenda wanawake wa Zambia. Koffi Olomide alitakiwa kuandaa burudani katika maonyesho mawili nchini Zambia mwaka 2019, lakini serikali ilitishia kuwa itamtia pingu pindi atakapotua katika taifa hilo. Ubalozi wa Ufaransa nchini Zambia ulionyesha juhudi ya kumkamata msanii huyo. Balozi wa Ufaransa nchini humo wakati huo, Sylvain Bega, alitishia kuwashirikisha maafisa usalama wa Interpol kumkamata Koffi Olomide, aliyesema kuwa bado alikuwa na mashtaka dhidi yake huko nchini Ufaransa. Tukio lingine ambalo lilimkuta Koffi Olomide katika kazi yake ya muziki ni pale alipopandishwa ndege na kurudishwa DR Congo. Koffi Olomide mwaka 2016 alisafirishwa kwenda mjini DR Congo kutoka Nairobi baada ya kukamatwa Ijumaa usiku. Olomide alisafirishwa kwa shirika la ndege la Kenya Airways kutoka uwanja wa Jomo Kenyatta mwendo wa saa 5:30 asubuhi. Mwanamuziki huyo alikuwa anakabiliwa na tuhuma baada ya kanda za video kuonekana mtandaoni ikimwonyesha akimshambulia mwanamke katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta kwa mateke Ijumaa asubuhi, muda mfupi baada ya kuwasili. Mwanamke huyo alidaiwa kuwa mmoja wa wachezaji wake wa ngoma. Aliongeza katika kituo cha televisheni ya Citizen muda mfupi baada ya kukamatwa. Koffi Olomide alijitetea na kusema hakusudia kumshambulia mwanamke huyo. Alisema alikuwa ameingilia kisa ambacho aliamini mtu alitaka kumnyang'anya mmoja wa wachezaji dansi wake pochi yake au kulikuwa na vurugu fulani. Koffi Olomide alikamatwa muda mfupi baada ya kumaliza mahojiano katika kituo kimoja cha runinga huko Nairobi. Mkuu wa jeshi la polisi nchini Kenya kwa wakati huo, Josephat Boynet, alikuwa ametoa taarifa ya kuagiza
polisi wachukue hatua kwa haraka. Tukio lingine ambalo lilishawahi kumkabili Koffi Olomide ni mwaka 2012 alipopatikana na hatia nchini DR Congo kwa kosa la kumshambulia mtayarishaji wake na kuhukumiwa kifungo cha miezi 3 jela. Kosa lingine lilitokea mwaka 2008 alipotuhumiwa kwa kumpiga teke mpiga picha wa kituo cha television cha RTJ nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini baadaye wawili hao walikutana na wakamalizana. Kutokana na mfululizo wa matukio ya tuhuma za unyanyasaji, mwaka 2016 Koffi Olomide alifutiwa matamasha yake huko Afrika Kusini. Hata hivyo, kutokana na tuhuma mbalimbali, Koffi Olomide alikuwa akikanusha tuhuma nyingi za unyanyasaji wa kingono, akidai kuwa ni za uongo. Hayo ni baadhi ya matukio makubwa ambayo msanii Koffi Olomide alishawahi kukutana nayo katika sanaa yake, katika mziki wake, katika kazi yake, akizunguka kote duniani. Endelea kuwa na Kiko Media, usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kuyapata maarifa na taarifa mbalimbali ambazo tunakuletea kila wakati. Asante na uwe na siku njema.